Je, kinachoendelea Olkalau ni uchaguzi wa kawaida au kuna jambo kubwa zaidi ambalo Wakenya wanaona lakini viongozi hawataki kulizungumzia? Manake kadri siku zinavyopita mjadala unazidi kuwa mzito. Kuna wanaosema fedha zinamiminika kupita kiasi, wengine wanauliza kwa nini hatua hazijachukuliwa, na sasa kauli ya IEBC kwamba uchaguzi unaweza kuahirishwa umeongeza maswali mapya. Leo tutapitia video 5 ambazo zimekuwa mjadala mkubwa nchini Kenya, kuanzia kauli ya Rigathi Gachagua, maoni ya mtayarishaji maudhui Abby Zuena, mjadala wa watangazaji wa radio hadi kauli ya waziri Kipchumba Murkomen. Mwisho wa video hii unaweza kuona kwa nini Olkalau imekuwa gumzo kubwa kuliko wengi walivyotarajia. Hakikisha unatazama mpaka mwisho alafu uniambie wewe unaonaje. Olkalau imekuwa kitovu cha mjadala nchini Kenya. Kila siku kuna video mpya, kauli mpya na mijadala mipya inayozidi kusambaa mitandaoni. Wapo wanaosema kampeni zimechukua sura ambayo hawajawahi kuiona hapo awali, huku wengine wakitaka mamlaka kuhakikisha sheria zinafuatwa kwa kila upande. Lakini kilichobadilisha mjadala ni kauli ya mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon. Alisema uchaguzi ni jambo lenye gharama kubwa, akitaja kuwa uchaguzi wa Olkalau pekee unagharimu zaidi ya shilingi milioni 30. Kauli hiyo imezua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa uchaguzi huo. In the situation, in the event that working with the security officials and other stakeholders, if we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. And if that's not enough, we will cancel it altogether. And that will be a very sad day for the citizens, innocent residents, citizens of Olkalau, because they will lose an opportunity to be represented in parliament. Elections are very expensive. In Olkalau alone, we are spending more than 30 million. Miongoni mwa video zilizosambaa zaidi ni ile ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Katika video hiyo, Rigathi Gachagua anadai kuwa fedha nyingi zimeingia Olkalau kiasi kwamba hata wafanyabiashara wa ngono wamehamia eneo hilo wakiamini kuna pesa nyingi zinazozunguka wakati wa kampeni. Kauli hiyo imeibua hisia tofauti. Wapo walioiona kama ukosoaji mkali wa hali ilivyo, huku wengine wakisema ni kauli ya kisiasa inayolenga kuonyesha namna kampeni zinavyoendeshwa. Pale malodging mpaka bei imepandishwa. Pombe pale inaletwa na matrera, mpaka whisky na nini. Wale wasichana wale wako tabia mbaya kutafuta vile wanajisaidia, sasa wameenda pale. Wacha kwanza tunyoroshe pale Olkalau. Pale amemwaga pesa, hata hakuna change. Ukitaka chai ni 1000. Hali utashibia uende. Pombe ukilipa 1000. Ukitaka maandazi 1000. Pale amelete mpaka gari ya moshi. Jana amelete meli. Pale kila barabara nawekwa maramu. Pale pesa inapeanwa kila mtu 10,000. Sasa pale ndege karibu sinagongana kwa hewa. Mandege pale nasunguka Olkalau. Hatujaona kitu kama hiyo tangu dunia yubwe. Magari maprado ni zaidi ya 1000. Pale malodging mpaka bei imepandishwa, kwa sababu sasa manyumba ni kidogo. Mpaka manyumba ya watu imekuwa converted into lodgings. The economy of Olkalau has really grown. Pale mtu mwingine alikuwa na butchery, alikuwa anachija ng'ombe 3 kwa wiki. Ameniambia kila siku anachija ng'ombe 2. Anachija ng'ombe 14. Wanaume wa kule nyama wale wamekuja kusaidia Ruto. Pombe pale inaletwa na matrera, mpaka whisky na nini. Wale wasichana wale wako tabia mbaya kutafuta vile wanajisaidia, sasa wameenda pale. Si unajua vile nakuaga wakati ya chai. Pale unajua kuna hii wasichana wetu ambaye wanahangaika tu hapa na pale. Wakati iko T-bonus wanahamia huko. So hii wasichana yote ya Nairobi wamehamia wapi? Sasa hiyo Olkalau sijui tutakana namna gani.
Baada ya video hiyo kusambaa, TikToker maarufu Abby Zuena naye alitoa maoni yake. Katika maoni yake alisema kuwa anashangazwa na taarifa za kuahirishwa kwa uchaguzi wakati tayari kumekuwa na taarifa mbalimbali zinazodai kuwepo kwa vitendo vya utoaji wa fedha kwa wapiga kura. Kwa mtazamo wake, swali kubwa ni kwa nini hatua zinatajwa sasa badala ya kushughulikia malalamiko yaliyokuwa yakitolewa mapema. These are the things that make me keep saying that IEBC is not ready to hold the general election next year. Because tell me why they want to postpone a by-election. Because they know very well their masters, who happen to be the government of the day, is not going to win. Voter bribery, amjongelelea. Watu wanaenda huko wanataka kupatia watu pesa ndio wachukue ID za watu, hamujongelelea. Then now all of a sudden you are showing up and saying, oh, we want to postpone the by-election. Are you serious? IEBC, ninyi ndio tunasema kwa tunategemea ndio tutoe Ruto, na kumbe master wenyu ni huyo tu huyo msee. Baada ya IEBC ni kama mnadhani atukatirikangi. You IEBC nini? Ni sawa. Wacha tuone kama tutakuwa na election next year. Mimi sisemi mengi lakini okay, the signs are there. You are showing us quite a lot. You are communicating quite a lot. Independent where? Dependent on Kasongo, more like it. Ruto must go. Lakini wakati mjadala wa Olkalau ukiendelea, video nyingine ilianza kusambaa ambapo Mkenya mmoja alikuwa akimshukuru kiongozi wa chama chake kwa ahadi ya kuondoa mpango wa affordable housing iwapo atapata nafasi ya kuongoza. Aliendelea kueleza jinsi yeye binafsi angefanya iwapo hilo lingekamilika. Ingawa video hii haihusu moja kwa moja uchaguzi wa Olkalau, imeongeza mjadala mpana kuhusu masuala ya uchumi na sera ambazo zimekuwa zikizungumziwa sana katika siasa za Kenya. Naitwa Edwin Rapto kutoka upande wa Kuresoi. Mimi tu ni kutoa maoni sana maswali. Kwanza kabisa ningekushukuru Party Leader kwa sababu umesema mambo ya affordable housing unakomesha. Ile affordable housing tunajua ile Yesu Kristo alisema miaka 2000 iliyopita ya kwamba ameenda kutujengea majumba kule mbinguni. Pili, nimekushukuru sana kwa sababu umesema ma-OCPD watachaguliwa. Get ready. Mimi nimewithdraw, nilikuwa nisimame ubunge huko Kuresoi. Lakini nimewithdraw. Ukichukua tu kiti namna hii, naenda kwa OCPD Sugoi. Ndio nikamate mwizi kabla hajaenda bali. Mjadala haukuishia hapo tu. Katika kipindi kimoja cha redio, watangazaji walijadili kinachoendelea Olkalau. Kwa maoni yao, matukio yanayoripotiwa yanawafanya waone kana kwamba hali hiyo imegeuka kuwa kile wanachokiita hongo ya wazi. Kauli hiyo imeendelea kusambaa mitandaoni huku Wakenya wengi wakitoa mitazamo yao tofauti kuhusu mjadala huo. Kumshinda Rais Ruto 2027 ni kibarua. Mudavadi aonye upinzani ama auonye upinzani. Na IEBC yatishia kuahirisha uchaguzi wa Olkalau. Ndio. Olkalau. Na wengi wanahoji kwamba ni open bribery inayoendelea. It is. Na IEBC imetishia kwamba uchaguzi ule basi huenda ukahairishwa. Ndugu yangu, do you think IEBC iko na mipira ya kuahirisha uchaguzi huu? Haina meno. Kwa sababu everyone amekuwa kiona whatever is happening in Olkalau. Yako wazi kama wao wanakuja saizi baada ya damage ishafanyika. Hakuna warning, hakuna uamuzi waliochukua. Ni kusema tu tutaahirisha. Pia wao wamejoin tu ta movement. Sasa tunasema hivi, sisi kama Wakenya, IEBC. Naam. Fanyeni kazi iliyo wapeleka afisini. Manake Kenyans wanawategemea kwa hali na mali. Hamwezi kuwa nyinyi ndio referees, lakini wakati wachezaji wanafanya makosa mko tu kwenye fence. You know? Yaani noma zaidi. Wacha tuone kweli wakihairisha 2027 tutakuwa uchaguzi fair. Lakini wasipoirisha and nothing. Maneno ya bilimia, wala sio kauli yangu wala ya Radio 47. Na huku mjadala ukiendelea, CS Kipchumba Murkomen naye alizungumza kuhusu Rigathi Gachagua. Katika kauli yake, Murkomen alisema kuwa Rigathi Gachagua anapaswa kuwa makini na matamshi yanayotolewa na washirika wake, akisisitiza kuwa masuala ya usalama wa taifa si mchezo wa kisiasa wala kampeni. Kauli hiyo imeongeza sura nyingine ya mjadala, huku wengi wakijiuliza ikiwa mvutano huu utaendelea kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Unaiwa kora hiyo Gachagua, nimeona supporters yake wale wanasupport yeye usiku
na wengine wenye wana support mchana wanaongelelea mimi hapa na kona. Wengine nasikia wanasema Murkomen that. My friend, focus on your job. This is not a child's play. This is not a campaign thing. This is the security of Kenya. Now I want to tell MPs and other politicians, we may be coming from the same region, we may be laughing together and taking mandasi, but don't joke with national security. National security is a very serious matter. Don't bring me to your arena. I cannot have a conversation with you about Kenyan security, and I'm not going to compromise my position as a cabinet secretary in charge of security. I will be ruthless to anybody who is going to bring violence to this country. And I have no apology. Some people are asking me, you are asking me what questions? Yeah? Maswali gani unaniuliza? My friend, hiyo madharau kidogo kidogo ati umezaliwa pale pale, baba yako alikuwa anachoma makazi. You nini. Now I am here. Notwithstanding all those, I'm the one who is here. And the work I have been given to do, I will do with one ruthless focus. Kuhakikisha kwamba inji inakuwa sambamba. So I want to tell Gachagua and his surrogates in every part of the country, those who support him mchana and the ones who are doing it at night, I am not you cannot intimidate me. It is not possible to intimidate me. Go and look for other people. In fact, the only reason why you are attempting to intimidate me is because you don't know me. If you do your math and you understand who I am, you will not attempt those nonsense you are trying to do here. This country must be kept safe, and the national security organs of this nation are alert to make sure that criminals who want to threaten peace and security of our country are dealt with. Na sasa swali kubwa linabaki, je, kinachoendelea Olkalau ni taswira ya kawaida ya ushindani wa kisiasa au ni ishara ya changamoto ambazo taasisi husika zinapaswa kushughulikia kwa haraka? Kwa upande mwingine, kauli ya IEBC kuhusu gharama za uchaguzi na uwezekano wa kuahirishwa umezua mjadala mpya ambao unaendelea kugawa maoni ya Wakenya. Sasa ningependa kusikia kutoka kwako, unafikiri nini kuhusu kinachoendelea Olkalau? Je, IEBC ifanye nini katika hali kama hii? Na unadhani hatua zinazochukuliwa zinajenga imani ya wananchi au zinaongeza maswali mengi zaidi? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. IEBC must proceed with the by-election. IEBC must proceed with the by-election. I want them to organize the one mask. IEBC must proceed with it. IEBC must proceed with the by-election. You allow the constituency to speak in the language power fears the most, the vote. That much must go. IEBC must proceed with the by-election. On the 16th of July 2026, as far as Christmas is on the 25th of December, IEBC must proceed with the by-election.